hii tumeungana kwa ajili ya kuisupport timu yetu ya Taifa Stars. Tunategemea mambo makubwa kwenye timu yetu. Tunategemea Stars kuiona katika hatua nzuri sana katika viwango vingine. Naweza nikasema over 100 kwamba Taifa Stars itaperform vizuri, na huu muungamano ni kwa ajili ya kuchia na kuisupport popote in any circumstances. Kwa iwe mvua iwe jua, sisi tutaenda uwanjani, tutasafiri, tutaisupport Taifa Stars kwa ajili ya kuiamsha Taifa Stars, kwa ajili ya kufanya hamasa ya kuifanya Taifa Stars uwe timu bora. When you are talking about East Africa, iwe timu bora. Bwana Kizinga, tuambie ndugu yangu, hili jambo umelipokeaje? Kwanza tunamshukuru Mungu, tumelipokea vizuri. Tuwapongeze waliolileta katika meza na tumefurahi sana, kiukweli tumefurahi sana. Kwanza tuwapongeze, nitumie nafasi hii kumpongeza Katibu Mkuu Msigwa, lakini pia nimpongeze afisa habari wa Dar es Salaam Africans Ali Shaban Kamwe, pia na Mediali na wasemaji wote. Kwa nini? Kwa sababu nakumbuka walituweka pamoja kwenye michuano ya Chani. Walituweka pamoja, tukaungana, tukaisupport timu. Nafikiri wa Tanzania ni mashahidi, waliona ni kiasi gani tulivyoujaza uwanja. Nguvu ya mashabiki iliongea. Lakini tunaelekea kwenye michuano ya AFCON katika maandalizi ambayo yanafanyika nyumbani. Tumeona ni vyema tufanye maandalizi ya mapema sana kwa ajili ya kutengeneza umoja wetu huu, kwa ajili ya kuisupport timu yetu. Taifa Stars ni ya kwetu, ni taifa letu. Sisi ndo tunaotakiwa kulipigania. Ikumbuko kwamba ilifikia hatua wa Kenya walikuwa wanatucheka kwamba michuano inafanyika nyumbani lakini hatujazi uwanja. Sasa tumeona hili ni vyema tusimame. Kama tuliweza kuwa na nguvu ya kuhamasisha Watanzania na uwanja ukajaa, sasa tutumie nafasi yetu hii, sio tu kuvisemea vilabu vyetu, sio tu kupambania vilabu vyetu vinajaza viwanja, basi tutumie na kuhamasisha timu yetu ya taifa. Kwa hiyo tupo hapa kwa ajili ya kuisupport timu. Tumeona wengine jana, tumeona mchezo ulikuwa mzuri sana. Ilikuwa ni bahati mbaya tu na umakini, lakini performance ilikuwa mzuri na timu ilikuwa safi sana. Kwa hiyo tuko nayo, tuwaambie wachezaji, tumeamua kuungana mashabiki wa timu zote kwa lengo la kuwapambania wao, basi na wao watupambanie sisi kwa kile tunachokifikisha kwenye jamii, ili jamii ione kwamba tunachokizungumza sasa tunao wazungumzia wako kazini na wanafanya kazi vizuri. Unaitwa Mandala? Sio Mandala. Huko Taifa Stars naitwa Shabani Ali Mohamed. Mambo ya Mandala haya tuweke pembeni. Hapa timu ya taifa tunatumia vitambulisho vya NIDA. Baba Shabani Ali Mohamed, shabiki wa Taifa Stars, nguli tena wa damu. Mimi ndo shabiki pekee Taifa Stars kifungwa naumia na unalia na machozi yanatoka. Kwa jana unalia. Kwa hiyo sisi tupo, ni nafasi yetu sisi kama mashabiki au watu wa mpira wa karibu na mpira ambao tunapata nafasi kuongea katika vyombo vya habari. Naamini nikionekana mimi Loi Shabani Ali Mohamed kwenye kamera kwamba na support timu ya taifa, bezi yangu nyuma, fuasi wangu nyuma, na wao wanakuja kuhamasisha. Pia lazima tuwafunze Watanzania wenzetu kuipenda timu yetu ya taifa. Tunapoipenda timu yetu ya taifa, ujitoe ule Yanga kama unavyoiona Yanga unavyoumia ikifungwa. Hivyo hivyo Taifa Stars kimeumia hivyo hivyo. Kama unavochekelea Simba ikishinda, upate furaha hiyo hiyo. Sio Taifa Stars ikifungwa unaanza wale wa Yanga hapo wengi, timu yenu hiyo si hatutaki hivyo vitu. Na kwanza leo tunatangaza Mtanzania yoyote ambaye Taifa Stars ikifungwa akienda masuala ya ubaguzi, naomba hata kama serikali kuna kifungu cha sheria kiwekwe, awe na kesi. Kwamba itakiwi kwa Taifa Stars ikifungwa uanze ubaguzi. Wachezaji wa Yanga wengi kama kesi tu kwamba wewe unavuka mipaka. Umeelewa? Tuipende timu yetu. Unajua nchi za wenzetu kama Uingereza, kuna nchi timu ya taifa inapenda kuliko timu za vilabu. Yaani anapenda timu ya taifa kuliko timu za vilabu. Kwa hiyo sisi tunataka tufikie huko kwamba timu ya taifa uipende kutoka moyoni mwako, sio kinafiki. Asilimia kubwa wa Tanzania wanapenda timu ya taifa kinafiki. Sisi tunataka tusababishe sisi chachu watu waipende timu yao kweli kweli kutoka moyoni mwao. Yaani kitokea mchango tunachanganya michango kwa ajili ya kwenda kusupport timu zetu. Kwa hiyo hata Taifa Stars tutakuwa tufanye hivyo hivyo kuisupport timu. Uchebe na wewe ni lako ni lipi kwenyewe? Uchebe wa Taifa Stars kwanza sasa hivi tunakuwa sio uchebe wa Yanga. Yaani ninapokuja kwenye jambo la kitaifa tuzungumze uchebe wa Taifa Stars. Kwanza mchezo ni kitu cha hisia. Sasa tunavyozungumzia ni hisia, ni namna gani watu wamekuwa na hisia na national team yao. Unakuta watu wamekuwa na mwamko kwenye Simba na Yanga. Wamekuwa na mwamko kwenye Azam na Singida sasa hivi. Lakini kwenye national team inavyokuja wanakuwa wanarudi nyuma.
walikuwa wamekosa kitu gani? Watu washawishi. Sisi tunavyokuja kwenye swala la Simba na Yanga, tunasimama front kuizungumzia mazuri ya Simba, kuzungumzia mazuri ya Yanga, kuzungumzia mazuri ya Azam na Singida na timu nyinginezo. Watu wanapata mwamko, wanasema ngoja tukamwangalie mchezaji fulani. For this time national team imepata watu watakao kuwa bega kwa bega na timu yao. Pindi tunapokuwa column imeitwa, tuna mchezo, sisi natakiwa tusimame kwa frondi kuwaambia watu ameitwa Kibu Dennis, ameitwa Abraham Morris, ameitwa Ndathili Yahaya, ameitwa mtu fulani. Huyu mtu atatuvusha kutoka kwenye hatua hii kwenda hatua fulani. Tumeona mwamko ambao ulikuwepo mdogo kwenye chani, tumeweza kufika robo finali, lakini tunaamini tungekuwa na nguvu ya mashabiki kuwa kubwa zaidi kutoka mwanzo, inawezekana wachezaji wangeweza kufanya kitu kikubwa zaidi. Lakini morali ilivyokuwa ndogo, nao walikuwa naona kwamba kombe hawapo serious, lakini morali walikuja kupata mwishoni baada ya kuingiza nguvu ya mashabiki. Kama hivi ulivyoona, waliitwa Ahmed Ali Kamwe, Ibrahim Hashim Ibwe, wakakalishwa sehemu moja. Hebu izungumzie national team, wakati ya hisia na watu wakaamka wakaenda kushangilia na uwanja ukajaa. Sasa tunataka sisi Tanzania sports influencers tunaenda kusema ni nguvu ya mashabiki ndio nguvu ya nini? Ya Taifa Stars. Kwa sisi tunaenda kutia morali pale ambapo palikuwa tunasema seli ilikuwa imekufa, tunaenda kuiamsha, tunaifufua, tunaipelekea moto kweli kweli, kuhakikisha pale. Kwa mfano 2027 sisi ni waandalizi wa AFCON sisi tunataka tuwe kinara. Isiwe tena habari ya kwamba Kenya walikuwa wanajaza viwanja, sijui ukizungumza Uganda walikuwa wanajaza viwanja. Tunataka tupeleke ujumbe kwamba Tanzania tunapenda mpira na tunaithamini timu yetu ya taifa, tunaenda kuheshimisha. Tunasubiri wachezaji watusaidie kufanya vizuri zaidi. Bana, sisi ni jambo ambalo tulikuwa tumelisubiria kwa muda mrefu, kwa miaka mingi. Hatimaye jambo hili limetufanya uchebe wa Taifa Stars. Hatimaye jambo hili limekuja kwa mikono yetu, na kama unavyoona takriban vilabu vyote 16 tuko hapa. Tumefanya organization hii iweze kufanya jambo la Taifa Stars. Kwa hiyo pale Ali Kamwe na Shabani Ibwe na Mediali ambako walikuwa hawezi kufika. Sasa sisi mashabiki wa Taifa Stars tutakwenda kufika. Kama ni Mbande tutafika. Chanika ninapoheshimia Kibadeni kule tutafika. Maana kuna mashabiki ambao sasa ili uweze kuwaleta uwanjani lazima uende wafikishie ujumbe. Bwana, maana ya neno Taifa Stars nini? Mtu ajue kwamba hii ni nchi yangu, ardhi yangu, damu yangu, na kwenda kuisupport kwa njia yoyote uwanjani. Sasa ni wakati mwafaka, kama unavyoona Mama Samia Suluhu, rais wa nchi ya Tanzania, anavyosupport mpira wetu kwa goli moja. Sasa kama anaweza kusupport kwenye vilabu, inakuwaje kwenye Taifa Stars? Sasa kila Mtanzania atambue kwamba Taifa Stars ndio sisi na sisi ndio Taifa Stars. Kwa hiyo tunakwenda kwenye mashindano makubwa ambao tunahaozi sisi wa Tanzania. Tunahitaji kwenda kuonyesha ukubwa wa mpira wa Tanzania kama tulivyokuwa na ubora namba 5 barani Afrika. Sasa tunakwenda kuongeza kitu kingine ambacho ni kikubwa, ambacho watu hawajawahi kufikiria. Sisi tumekaa chini, vilabu 16 vyote vinashiriki ligi kuu NBC, tukaona kuna kitu cha kwenda sisi kufanya, na ndicho unachoona. Kila unamjua ni shabiki mkubwa Tanzania hii, unamjua ni shabiki anachipukia, leo tuko hapa kwenda kukamilisha ili jambo. Shukrani sana wazee wangu.